Yes, halo. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu mchana wa leo. Ningetaka kukaribisha katika neno la Bwana. Majina yangu naitwa Reverend Janes. Nahudumu katika Christian Foundation Fellowship Kiamumbi, na tunainua Bwana katika jina la Yesu. Ningetaka kukaribisha adhuri ya leo kwa sababu ya neno la Bwana. Ni mwaka mpya na nashukuru Mungu kwa sababu ya neema na uhai na kibali ambacho Bwana ametupatia. Kuona mwaka mpya ni jambo la maana sana, ni jambo la kufaa katika jina la Yesu. Na ningetaka kuambia mtu ya kwamba mwaka bado ni mbichi na kuna matumaini makubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri kunenea mwaka wako, kunenea vile ungetaka Bwana kutendee. Lakini jambo la maana ningetaka kuongea na wewe siku ya leo ni kumwomba Mungu direction ya hatua yote ambayo utachukua katika maisha, kwa sababu ni vyema kujua kwamba you need direction ya maisha, na ni vyema kumwomba Bwana kama vile maandiko yanasema kwamba tumkabidhi Bwana njia zetu, mawazo yetu yote yatapitika mbele za Bwana. Ningetaka kushukuru Bwana, alafu tuingie katika neno la Bwana. Na karibu sana wewe ambao unanifuatilia katika mitandao. Mungu amani akubariki sana. Baba wa mbinguni, nakushukuru mchana wa leo kwa nafasi hii umenipa ya kunena neno lako Jehova na watu wako mfalme. Ninakubariki Bwana, wale ambao wananisikiza kutoka hapa hata nje ya Kenya. Ninakubariki Bwana. Nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya mwaka mpya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Na mtu aseme amen. Nataka tuangalie neno la Bwana kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter 26 verse number 6. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi ambaye anataka kuenda na alishindwa kwamba ataenda na nani. Ni vyema uombe Mungu akupatie right person, a good friend, wale ambao utatembea nao mwaka huu. Kwa sababu some friend ambao unatembea nao ama ambao umekuwa nao, wengine si true friend, wengine ni watu ambao wanakunyonya, wengine ndio wamechangia hata wewe labda kurudi nyuma, wengine ndio wamefanya kwamba auenuki au songe mbele. Lakini utakapomwomba Mungu ya kwamba ni nani ungetaka atembee na wewe mwaka huu, Mungu atakupatia right person. Hata kama ni marriage, uhusiano unataka kuingia, omba Mungu, asking God to give you a direction. May God give you a good partner. Mungu akupatie mtu mzuri ambaye atakufanya uteseke, ambaye atafanya kulia. Remember kwamba marriage is a door. Marriage ni mlango. So when you choose a wrong person, a wrong partner, you will suffer in the name of Jesus Christ. So it is good to ask God that business you are going to begin. It is good to ask God, this is the way God I want to go. Hii njia Mungu kwa pamoja na mimi ama namna gani? Maandiko yanasema kwenye 1 Samuel chapter 26 verse number 6. Basi Daudi akamuuliza Abimeleki Muhiti na Abisai mwana wa Seruya nduguye Yoabu akisema, ni nani atakaye shuka pamoja na mimi katika kambini kwa Sauli? Abisai akajibu, nitakwenda pamoja na wewe. Huyu ni mtu ambaye ameuliza Mungu direction. And I thank God for the man of God, David. David was a man ambaye angefanya kitu chochote ambacho bila kumuuliza Bwana. Na hii ndio mfano mzuri. Hii ndio direction mzuri ningetaka kwamba as you are a Christian, as a man of God, as a woman of God, pray God, asking God to give you direction of ministry, direction of business, direction of people, watu ambao unaenda kutembea nao mwaka katika jina la Yesu. Let me tell you my friend, some friend ambao umechekea kwa mwili wengi hawakusaidii chochote. Pray God that Mungu akuchagulie watu. Unakumbuka siku moja Daudi akienda na wanajeshi wengi katika vita, Mungu akamwambia kwamba punguza, si namba ya watu, si wengi ya watu. Uliza Mungu ya kwamba unataka niende na njia gani? This marriage, hii ndoa, hii uhusiano ambao naenda kuingia, Mungu uko hapa, ni wewe umenena ama ni mimi najipeleka na akili zangu? Na itakuwa ni vizuri. Huyu ni Daudi mtumishi wa Mungu. Anauliza, ni nani nitakaye shuka naye niende naye kwa Sauli? Maana unajua Sauli alishageuka, amekuwa adui.
Lakini Abisai peke yake katikati ya watu wote ambao aliuliza, Abisai peke yake ndiye alisema kwamba niko hapa, nitaenda pamoja na wewe. Wakati unauliza Mungu direction ya jambo lolote, God will give you a right person. Unajua sometime we are going, tunaendanga njia ya ambayo vile tunafikiria. Alafu tukipatwa na mambo, tunajiuliza ilikuwaje? Tulikuwa na Mungu. Lakini wakati umeuliza Mungu, kabla ufanye hiyo jambo, kabla uende. Kwa hivyo tuko katika malango ya mwaka. Nenea malango vile ungetaka yakuwe. Ukisoma katika kitabu cha Nehemiah chapter 1 and verse number 3 hapo. Unaangalia Nehemiah baada ya kupokea habari ya watu wao wamekuwa uhamishoni na vile wamepata tabu. Alifanya namna gani? Alilia, aliomba. Hakuenda tu kwa mfalme. Wakati mwingine hata kama uko na pesa na unataka kufanya kitu, omba direction kutoka kwa Mungu. May God give you direction this year. Mungu akupatie watu wazuri. Mungu akutumie watu kama Abisai ambao watasimama na wewe. Mungu akutumie watu kama Abisai ambao watakuwa na wewe katika ministry. Mungu akutumie right person katika business. Abisai ambao wako na honest ndani yao. You know there is a people ambao unamiti katika maishani mwao but hawako honest. Ni wale watu wanaitwanga hypocrites. Watu ambao wako na unafiki. Wako na wewe lakini hawako na wewe. May God give you right people this year. May God give you a right person, a right partner wa kufanya naye biashara. Partner ambao utakaa naye. Partner katika ministry yako. Partner katika kitu kile ambao utafanya. Any direction ambao unachukua. Wacha akuwe ni Mungu ambaye anakulead. Abisai ndiye alisema, I am here. Nitaenda pamoja na wewe. Katika jina la Yesu. Tunaona Nehemiah akiomba. Baada ya Nehemiah kuomba, alichukua hatua ya kwenda kwa mfalme. Na mfalme akamuuliza Nehemiah ni nini? Kwa sababu ameshaomba direction. Na tayari Mungu amevunja mfalme. Some of things ambazo tunataka tufanye hii mwaka, we need God. Tunahitaji Mungu aende mbele yetu. Tunahitaji Mungu avunje milima. Ile milima ambayo imekuwa ikitusumbua kwa maisha, tunahitaji Mungu aondoe. Tunapoomba Mungu anaweka wepesi. Anaondoa zile vizuizi. Anaondoa watu ambaye wamekuwa terrible katika maisha. Unajua unaweza kuwa na friend ambaye ni terrible, but when you ask God, Mungu atawaondoa one by one. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba Mungu atakupatia right partner. Wale watu wengine wote ambao si right partner atawaondoa katika jina la Yesu. Kwa hivyo Nehemiah akaomba. Hiyo ni mfano ambao tumepatiwa katika Bible. Kwa hivyo ni vizuri kufuata hii njia. Tunaona mtumishi wa Mungu Daudi ametoka katika vita. Ukisoma First Samuel chapter 30 and verse number 6, watu wanaongea habari ya Daudi kupigwa mawe, kusema nini, kuongea mambo mabaya. Wakati watu wanaongea habari yako, wakati wanaongea mambo yako, unafanya namna gani? Asking God. Uliza Mungu, God give me direction. Nipatie njia ya kufanya hii biashara. Nipatie njia ya kuingia katika ndoa. Nipatie njia ya kupatana na huyo mtu. Is it this person is a right person to kupatana naye? Biblia inasema kwamba Daudi akauliza Mungu. May you asking God direction in the name of Jesus Christ. Maana bado tuko katika malango. Unaweza kunenea mwaka, unaweza kutabiria mwaka, unaweza kuambia mwaka vile unataka ikae. Let God give you direction in the name of Jesus Christ. Wacha Mungu akupatie direction ya watu ambao utafanya nao kazi huu mwaka. Wacha Mungu akupatie right person ambayo utashikana nao mwaka katika jina la Yesu. So that the mistake you did in 2025 you'll never did in this year. Hautaifanya katika hii mwaka. The mistake, the people ambayo ulikuwa nao labda walikupeleka mbaya, kwa sababu mwaka haibadilishi chochote. Wewe ndio unatakana ubadilike. Wewe ndio unatakana uombe Mungu direction. Mwaka ni namba. Wewe ndio unatakana uulize Mungu, hii mwaka Bwana unataka na mimi namna gani? Nichukue njia gani? Hii biashara nichukue njia gani? Hii huduma nichukue njia gani? Ni viongozi gani nitafanya nao katika mwaka huu? Katika maisha yangu nitakaa nao? Ni watu gani nitakaa nao? Unajua wakati mwingine ni vizuri sana kuuliza Mungu, kwa sababu ukiuliza Mungu direction, Mungu akikupatia direction ya Mungu haita fail in Jesus name. I want to encourage you and tell you one thing, ya kwamba one thing ambayo nimeelewa katika maisha, we fail kwa sababu tunaangalia katika nje. First Samuel chapter 16 verse number 7. Biblia inasema kwamba Mungu aangalii kama vile sisi tunavyoangalia. Kwa hivyo wewe unaangalia unono wa nje. Angalia ni Daudi ameomba Mungu ampatie kibali. Ameomba Mungu amtangulie. Ameomba Mungu ya kwamba aende pamoja naye. So ni vyema mpendwa kuomba
Mungu akupatie njia. Wewe usiangalie kwa nje, usiangalie unono, usiangalie webamba wa mtu, usiangalie kabila ya mtu, usiangalie sura ya mtu, usiangalie vile hawa watu ambao unaona hawana kitu. Hawa watu ambao unaona ni useless, wako na ideas, wako na kitu Mungu ameweka ndani yao. Hawa watu ambao unaona kwamba labda ni bure, hawa watu unaweza kushikana nao. Unajua kuna mtu unaweza kushikana naye kwa maisha na ukainuka vibaya sana, ukajikuta kwamba uko mbaya. Lakini kuna mtu unaweza kushikana naye Kenya, hata Kenya ulikuwa nacho kikaisha, na kuombea kwamba Mungu atakupatia a right partner wa kusimama na wewe, a right partner wa kutembea na wewe. Angalia kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter 16 verse number 7. 1 Samuel chapter 16 verse number 7. Nasema kwamba lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame sura yake wala kimo chake, kwa kuwa nimemkataa. Bwana atazami kama vile mwanadamu anavyotazama katika sura ya nje, lakini Bwana anatazama moyo. Wacha kuangalia mtu vile anakaa. Wacha kuangalia mtu amebeba na maana. Wacha kuangalia mtu ni uzito gani yako naye. Wewe omba direction kutoka kwa Mungu. So may God give you a direction ya kufanya hatua ile kitu unataka kufanya. Hiyo mjengo. Hiyo whatever you want to do this year. Asking God to give you direction, because when you asking God to give you direction, God will never fail you. Men can fail you, men can run away. May you don't do mistake ambao ulifanya last year. May you follow the right person, the right way. And the right way, if you want to succeed, if you want to see a fruitfulness, if you want to see God, may you asking God to give a right person in the name of Jesus Christ. The Bible say in the book of Songs of Solomon chapter 2 and verse number 15. Songs of Solomon chapter 2 and verse number 15. Inasema kwamba catch for us little fox, ambaye wanakula, yani tukamatie mbweha. Mungu akukamatie mbweha, mbweha wa kukusumbua, mbweha wa kukula, mbweha wa kukurudisha nyuma. Mungu akukamatie katika jina la Yesu. Kuna mbweha wadogo ambao wanaweza ingia katika mmea yako wakati unachuna, kwa sababu ukikosa kuomba Mungu direction, mbweha watakuvamia, mbweha watakuja kukula kila ambacho Bwana ameweka. Mbweha watachomoa kila ambacho umejiwekea. So ni vizuri uombe Mungu akupatie direction, so that mbweha wasikuvamie katika maisha yako, mbweha wasikuvamie katika kazi yako, mbweha wasikuvamie katika business, mbweha wasikuvamie katika ndoa. Asking God. Hii ndio sababu ninasema it is very very important to you to asking God, to seek God, to pray, to pray God, to asking God direction, kwa sababu mbweha ni wengi. Tazama vile Solomon anasema ya kwamba nishikie, nikamatie mbweha wale ambaye wanakula misabibu yangu inapochumwa, inapoondoka, inapoanza kutoa matunda yake. Kuna mbweha wengi wanaweza kukuvamia. Kuna mbweha wengi wanaweza kukuvamia kwa sababu direction ambayo umechukua si ya Mungu. Na ndipo Solomon anasema catch for us, catch for me a little fox, ambaye wanakula mimea ya mashamba yetu inapochomolea. Mpendwa, you have a potential. There is something in you. Lakini if you cannot pray God to give you right people to work with them, watu ambao watafanya na wewe kazi, watu ambao watatembea na wewe, watu ambao watakuencourage, people will tell you kwamba you will make it this year in the name of Jesus Christ. Watu ambao watakwambia kwamba these things you are do, there is somewhere you are going. Na ni watu ambao wako genuine, watu wako honest, si watu ambao wako na hypocrisy, si watu ambao wako na unafiki. David alihitaji watu, lakini akapata mtu, akaomba, akauliza ni nani nitakaye shuka na yeye katika uwanja, ni nani nitakayeenda na yeye. Abizai akasema kwamba here I am, nitaenda na wewe katika jina la Yesu. May God raise you people like Abizai ambao wataenda na wewe katika jina la Yesu, in the name of Jesus Christ. Angalia mtu kama Mordekai. Mordekai was a man. Mordekai amesikia mipango yote imepangwa, lakini alihitaji direction kutoka kwa Mungu. Na ndipo waliingia katika maombi ya kufunga na kuomba ili ya kwamba wapate direction. Mpendwa, nataka nikwambia kwamba wakati unaomba,
kuna mambo Mungu atakuonyesha. Wakati unaomba, kuna maadui Bwana atawaondoa kwa maisha yako. Wakati unaomba, kuna direction ambaye Bwana atakupa katika jina la Yesu. May God give you right people in the name of Jesus Christ. May God give you people like Abisai, honest people. Jonathan, watu kama Jonathan, people honest. Hallelujah. Hata kama ni kwa nyumba ya adui, Mungu akupatie right person in the name of Jesus Christ. Angalia uhusiano wa Jonathan na Daudi. Ulikuwa uhusiano wa ukweli, si uhusiano wa unafiki. Na Mungu akamsaidia katika jina la Yesu. May God help you. Ninakuombea katika jina la Yesu. Any step, hatua yote ambayo unaenda kuchukua kufanya hii mwaka, utaenda mbali. You will succeed. You will make it in Jesus name. My sister, my brother, don't be discouraged. Don't be discouraged. This is the year of abundance and overflow, and you are going to make it in Jesus name. You are going to experience this abundance and overflow. You are going to experience in the name of Jesus Christ. But one thing I want to ask you, that you pray so that God may give you a good people, a good partner, people can walk with you long journey. Si watu ambao watakuachia katikati.